Leo niko na moja kati ya watu ambao wamegeuza maisha kuwa fursa, kugeuza ujuzi kuwa fursa unaoingizia kipato kila siku. Ni moja kati ya startup founder wazuri kabisa ambao leo hii watakuja hapa kukuelekeza na kukupa mambo mbalimbali na madini mbalimbali ya kimaisha, ambako watakujulisha namna gani walivyoanza, changamoto zao, safari yao ya kimaisha ilikuwaje na mpaka hivi sasa walipofika. Tunataka tufahamu mtu akikuona leo hii kama wewe, wewe ni nani? Unafanya nini? Umetokea sehemu gani? Kwa nini leo upo hapa ndani ya Weekend Context? Hiyo tutaiongea baadaye. Lakini sasa mtu anataka kufahamu zaidi, wewe ni nani? Unafanya nini hasa? Ni kijana ambaye nafanya biashara na CEO au founder wa Kanyaga Leather Industry au Kanyaga Shoes. Tunaotengeneza bidhaa za ngozi zinazodili material ya ngozi, kwanza viatu, mikanda, wallet. Karibuni tutaanza kuingiza na handbag za kike. Wow. Na viatu vya staff shoes, tuko kwenye hizo taratibu. Kwa hiyo tunatoa mafunzo kwa vijana na pia tunawasaidia vijana wengine. Una muda gani toka tuanza safari ya Kanyaga Shoes? Almost na miaka 6 mpaka sasa, kwa sababu tangia nilivyotokaga chuo sikupata bahati ya kwenda upande wa pili huko, kwa nikaingia moja kwa moja kwenye hii fursa ambayo ninaoifanya, kwenye hii biashara ninaoifanya sasa. Vijana wengi mtaani wako na ujuzi, wanafahamu fursa mbalimbali na namna gani wao kujipatia kipato, lakini changamoto inakuja, wanaanzaje? Tupe kidogo safari yako ilikuwaje? Ulianzaje? Changamoto zilikuwa ni zipi mpaka umefikia hapa tulipo leo tunakufahamu Kanyaga Shoes? Nikianza kujibu swali la kwanza ambao Kanyaga ilianzaje, ni historia ndefu kidogo na yenye mabonde mengi. Tunaweza tukaifupisha hapo kidogo. Lakini nilikuwa wakati niko chuo, mara nyingi nilikuwa napenda kuvaa viatu, yani nilikuwa napenda bidhaa za ngozi, sana sana ni viatu zenye unique design, zenye muonekano mzuri, lakini nilikuwa sina uzoefu wa kutengeneza mimi kama mimi. Kwa hiyo nilichokuwa nakifanya na mtu ambaye nilikuwa nampelekea, yani nikipata design nampelekea yeye anitengenezee, alafu mimi navaa mimi mwenyewe. Lakini baadaye nikaona watu wengi wananiuliza kwamba hiko kiatu umepata wapi, hiko kiatu umepata wapi. Nikaona sasa hii ni fursa ya uhitaji kwenye soko au kwenye jamii. Ndo hapo sasa nikamfuata huyo mtu, nikawa nampa pesa kidogo ambayo yeye akawa anitengenezea, mimi nachukua naenda kuuza kwa mhusika ambaye anayetaka. Safari yako wakati unaanza, nikikwambia unitajie changamoto 3 ambazo hizi zinaweza kumsaidia kijana mwingine ambaye anaenda kuanza leo, anaweza akazipitia, wewe ulizipitia na ulipambana nazo vipi? Uzuri wa changamoto ni zinakujenga wewe kujua wapi unapoelekea au kitu gani unachokifanya, kwa sababu changamoto ni sehemu ya kujifunza pia. Changamoto 3 ilikuwa kwanza kupata watu sahihi. Pili, kulielewa soko au kuelewa biashara yako. Hiyo ni sehemu ambayo inabidi uteke muda. Cha 3, mtaji sio sana, lakini ukiwa unaanza. Ukisema hapo mtaji sio sana, unamaanisha nini? Ukiwa unaanza, usikubali kuweka pesa kubwa ukiwa biashara yako bado hujaielewa. Ili wewe uweze kuweka kiasi kubwa cha pesa, inabidi uone sasa hii biashara ina function vizuri, nimeanza kuelewa. Usifikirie faida unaopata. Kwanza unabidi utengeneze trust kwa wateja, inabidi pia uielewe biashara yako. Kwa hiyo ukisema uanze na mtaji eti moja kwa moja utoke una milioni 10 uingize kwenye biashara, miezi 6 ya kwanza ya biashara inaga faida. Yani miezi 6 ya kwanza biashara ni hasara. Na kwa sababu miezi 6 biashara inabidi utengeneze trust kwa wateja, inabidi utengeneze jina, inabidi uielewe biashara yako. Kwa hiyo sio sahihi kuanza kuput pesa yote wakati unaanza biashara. Kwa hiyo mtaji sioni sababu ya mtu kusema sina mtaji. Kile ulichukua nacho inabidi hicho uanze nacho. Katika Mr. Kanyaga, katika mchakato wa kukitengeneza kiatu mpaka kikamilike kuitwa kiatu, kuanzia kukipata kutoka kwenye raw material mpaka kinapoingia sokoni mimi ninapokivaa, lakini kinapopitia pale uchakataji
nataka kufahamu gharama yake inakuwaje mpaka tunakuja kupata ile bei ya mwisho ambayo inauzwa. Mfano nikikutana na mtu anauza mtaani kiatu shilingi 40,000, nataka kujua ile 40,000 ameipataje. Lakini wewe labda pengine unaweza usitaje bei kwa sasa, lakini actual gharama ya kile kiatu kuanzia kwenye uchakataji mpaka kufika mwisho, unatumia kiwango gani? Una save kiasi gani tofauti na ulivyokuwa unampelekea mtu mara ya kwanza? Nakumbuka katika safari yako ulisema ulikuwa ukipenda design unampelekea jamaa na kutengenezea. Sasa hivi wewe ndo vision yako na wewe ndo unatengeneza. Una save vipi? Mchakato wa gharama upoje katika soko? Kwa sababu ili uweze kupangilia bei ya bidhaa inabidi ujue mahitaji ya bidhaa, inabidi ujue cost za bidhaa na vitu vingi. Yani ukizungumzia kiatu mpaka kinaenda kuuzwa kwa mtu, sio tu unaangalia gharama ya kiatu namna utengeneza. Hapo kuna kodi, kuna wafanyakazi wa kulipa kwa sababu hapo wafanyakazi ambao wanafanya kazi, kuna renti mbalimbali za serikali inabidi ulipe. So inaangalia vitu vingi, lakini nikisema moja kwa moja mwanzoni na sasa ni tofauti. Kwa sababu ukiwa una grow ina maana kuna costs zinaongezeka. Kwa hiyo hata price itakuwa tofauti, na ukishatengeneza jina watu wakija kukuelewa na kukuamini, hapo sasa ndio unaweza ukasema okay, hii bidhaa nitaiuza kwa kiasi fulani, kwa sababu brandi thamani ya wewe unachokiuza kiendane na bei unaopanga kwenye soko. Kwa hiyo inajumuisha vitu vingi, siwezi moja kwa moja nikasema ni kiasi gani, lakini ni cost inajumuisha vitu vingi mpaka unapangilia bei husika ya bidhaa. Hivi viatu ni 100% ngozi? 100% ngozi, na mimi ndo naosimamia sehemu kubwa ya production. Nimeona pale unatengeneza wallet, beds, zote zinatokana na mazao ya ngozi. Zote ni mazao ya ngozi. Upatikanaji wa ngozi kwa Tanzania kwa sasa upoje na changamoto zipi unakutana nazo, ili kama mimi nataka kuanza biashara naanzia wapi? Kwa mwanzo ilikuwa ni changamoto kubwa upatikanaji, kwa sababu special mimi nilikuwa naanza kipindi hiko nilikuwa nachukua ngozi kutoka Kenya. Kuna mtu yeye ana mtaji anaagiza, mimi naenda kununua kwake. Kanyaga, kwa nini ulikuwa unachukua ngozi kutoka Kenya na Tanzania tuna ng'ombe wengi? Ndio nilikuwa naelekea huko. Hiyo nimesema kwa mwanzo, hiyo nazungumzia 2018. 2018. Lakini kwa sasa hivi kutoka 2019 kulikuwa kuna baada ya Wizara ya Wanyama na Uvuvi, mifugo na uvuvi, walikaribisha wawekezaji, wakafungua baadhi ya viwanda ambavyo vya Tanzania hapa. Kwa hiyo tukaanza kupata material au ngozi sahihi zenye ubora. Kwa hiyo kwa mwanzo tulikuwa tunapata Kenya, lakini kwa sasa hivi serikali imeplay part yake na wawekezaji wameplay part yake. Almost kuna viwanda 5 vya ngozi Tanzania, na quality yake iko vizuri kabisa ambayo tunaweza kutumia sisi, na ndo hizo ninazotumia mimi. Kanyaga, naamini mtu anapoanza biashara siku zote unaweza ukaekwa mikono na watumishi, unaweza ukawa kuna connection ya watu ambao wamefanya hizo biashara, unaweza ukawa na mtaji ambako mara kwanza walisema usikupe au usikutishe sana ukubwa wa mtaji. Kitu cha kwanza unatengeneza, Kanyaga, ulitengeneza kitu gani kwanza kilikuinspire kutengeneza kile kiatu? Alafu faida ulipata asilimia ngapi kwenye ile kitu cha kwanza unatengeneza? Lakini ulipata ugumu gani kupata soko? Tuanze kwanza, wazo la kutengeneza kiatu lilianzaje? Ulipata faida kivipi na ugumu wa kuingiza katika soko au rahisi? Mwanzoni kabisa nilikuwa siwezi kutengeneza, yaani nilikuwa sijui kutengeneza kitu chochote wakati naanza. So kuna mzee ambaye nilikuwa nampelekea, yeye anatengeneza, mimi nachukua nauza, nakuwa kama middleman wa katikati baina ya fundi na nini. Lakini baadaye wakati ndo nasema ngoja nianze kutengeneza mwenyewe, nilipataga hasara kusema kwa sababu yule mzee baadaye akasema mimi niko busy na mambo yangu, so inabidi utengeneze, ujifunze wewe kutengeneza. Nilipataga mteja kutoka Arusha, akaoda pair 40, akalipa na gharama. Almost kipindi kile ilikuwa kama 400,000. Lakini gharama ya kutengeneza viatu vyote. Nilipotengeneza sasa nilikuwa sijui kuchagua ngozi. Nilikuwa sijui kupangilia. Wadada wana design. Wadada viatu vyao unakuwaga ni vyepesi, hawapendagi viatu vizito. Pia wana design zao. Kwa hiyo nilikuwa sijui chochote, yani sijui ile kiatu mpaka kinakuwa kuchagua ngozi, kupangilia material, finishing nzuri hivyo. Kwa hiyo nikatengeneza vile viatu. Baadaye nikavituma kuelekea Arusha. Vile viatu vyote vilirudi.
Kanyaga. Vile viatu vile viatu hapo sasa, na still nilikuwa sijasimama kwa sababu nilikuwa na share ofisi na mtu. Ofisi sio yangu, yani nilikuwa sina chochote. Na ndio maana mimi nasema mtaji sio issue, lakini angalia una cycle gani ya watu, resources ambazo unaweza ukazitumia kwa wakati huo. Kwa hiyo nilikuwa na share ofisi na mtu, vile viatu 40 vyote vilirudi. Na vilirudi yule mtu akawa anataka hela yake. Yote yake. Na ushaingia kununua material hapo na kusafirisha. Yani akawa anataka hela yake yote. Kwanza vilivyorudishwa vilifika kwenye cargo. Niliviacha almost wiki nzima sikwenda kuvichukua. Kwa sababu nikawa najiuliza kama yule kakataa, mimi hivi viatu nitamuuzia nani? So nikaenda kuvifuata. Nilipoenda kuvifuata nikavichukua nikarudi navyo nyumbani. Na hata hivyo nilikuwa sina ofisi. Nilikuwa natengeneza na navyo chumbani. Unanavyo chumbani. Alafu mteja akitokea ndo nachukua nampelekea. Sema umeanza mbali Kanyaga. Kwa hiyo chumbani kwangu ndo ofisi yenyewe. Kwa hiyo natengeneza na navyo chumbani, mteja hivyo. Kwa hiyo nilibeba vile viatu nikaja navyo nyumbani. Lakini kwa akili ya kibiashara linapotokea tatizo ni lazima wewe utafute namna ya kulitatua. So nikaona okay, hivi viatu inabidi niuze kwa gharama chini ili niweze kurudisha hasara niliyopata, then kumlipa mhusika wa viatu. Kwa hiyo kwa mwanzo yani miezi 6 ya kwanza kwenye biashara usifikirie faida. Na biashara yoyote, hakuna biashara inayokupa faida ndani ya miezi 6. Haijalishi unafanya biashara gani. Lakini kwa sababu miezi 6 ya kwanza utajifunza kuhusiana na biashara, utajifunza kuhusiana na trust ya kwa wateja, utaanza kujulikana au kutengeneza jina. Kwa hiyo hakuna faida ndani ya miezi 6 ya kwanza. Kwa hiyo usifikirie hilo swala kabisa. Kanyaga, natumaini leo umekuja na sampuli. Ndio. Baada ya kupata hiyo hasara ya kwanza, kitu gani kilikufanya urudi tena? Kwa sababu watu wengine wakipata hasara kama hiyo hawezi akarudi. Mfano kama mimi mwenye moyo mdogo, nilikuwa napewa story ya mtu kulima matikiti, kalima matikiti kisha akakuta ameingia maji, ametumia gharama zaidi ya 700,000. Kaka, mimi sirudi tena huko. Na mimi pia niliingiaga hiyo sekta. Kuna umri wa kijana ukiwepo, unakuwa vijana tunafanya vitu after money. Yani tunatanguliza pesa zaidi kuliko maarifa, kuliko uaminifu, kuliko trust. Yani chochote tunachofanya tunataka tupate hela kwa wakati huo. So hiyo issue ya matikiti mimi pia niliingiaga. Hiyo itakuwa story siku nyingine. Kanyaga ananiambia kama huko ulipoteza 400, sitaki kujua kwenye matikiti ilikuwaje. Wanaitwa ngedele waliingia shambani waka. Hiyo ni hii ni packaging. Hiyo ni packaging. Hii ni packaging, pensa samaji unaweza kaiona iko na maelezo yote na kila kitu. Mimi napenda hichi kitu kwa sababu mtu mwingine ukimwambia akufanyie delivery anakuletea kwenye mabahasha. Kuna mambo mengi hapo katikati. Sio kwamba hataki, sio kwamba haoni, inawezekana pia mtaji wake hauruhusu. Lakini mdogo tunaenda. Mdogo tunaenda. Natumaini hichi kiatu jamani kimetengenezwa na Mtanzania. Mtanzania Mr. Kanyaga anayefanya kazi nzuri. Hii ni umesema natural ngozi kabisa. Ngozi tu kwa 100%. Unaweza ukaona mpenzi mtazamaji ubunifu huu na uzuri wa hichi kiatu. Kuna makampuni mengi ya kigeni yenye majina ambayo wanaweza wakafanya kitu unaweza ukafanya bora zaidi lakini wao tayari walishatangulia mbele. Unawezaje kutengeneza hichi kiatu kikaingia sokoni kaka na ushindani na mtu aliyopo kwenye soko zaidi ya miaka 20, 50, 30? Kitu cha kwanza ambacho unachotakiwa kujua, waliokutangulia mbele ndo wanakuonesha njia ya kupita. Okay. Yani wale waliokutangulia ndo wanakuonesha wewe upite wapi. Kwa sababu hata mimi wakati naanza biashara, wapo watu ambao walikuwa wanatengeneza handbag, hizo viatu. Lakini wale ndio mimi ndo wakanionyesha okay, inabidi upite. Cha kwanza lazima uangalie mapungufu ya mshindani wako au mtu ambaye uko naye. Lazima uje na kitu cha tofauti. Unaweza ukaifungua tu, hiyo inafunguka mara 3. Hii ni wale nimependa sana hii design yake. Unaweza ukaona. Kwa hiyo lazima uangalie mapungufu yao. Alafu unajitofautisha vipi? Ukija kwenye upande wa ofa, wewe una ofa gani? Lazima utengeneze ofa ambazo mteja atakuja kwako na akaacha mtu mwingine au akaacha mshindani wako mwingine. Kwa hiyo ukishajua mapungufu yao wao wanafeli wapi, ina maana wewe ndio unakuwa nafasi ya wewe kupita kwenda mbele. Ukisema kwenye swala la mtaji, ukishatengeneza jina inakuwa ni rahisi kuuza. Yani leo hii siwezi nikataja moja kwa moja, lakini kuna makampuni kila bidhaa wanaoingiza sokoni
inauzika kwa sababu washatengeneza jina na washatengeneza trust kwa wateja wao. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi. Ushakutana na mteja akakuagizia aina ya ajabu ya kiatu, yani design, unaona? Inatokea inatokea kwa sababu tunatoa hiyo nafasi especially sasa hivi kwa sendo. Yani wewe kama umeona sendo labda mimi naweza nikachora au nikascreenshot au ukascreenshot ukatuma picha, umeona labda inauzwa bei kubwa, unashindwa kuafford. Sisi utatumia picha, tuta draw kuanzia mwanzo, tunaita pattern, tutachora pattern hatua zote mpaka kiatu kinakamilika. Kwa hiyo inatokea hiyo kitu na zipo, lakini unatumia muda kuwaza kufanya, mwisho wa siku inakuja kutokana na uzoefu ule uko nao. Ulianza na watu wangapi? Mara kwanza ulianza mwenyewe. Ukapata watu wangapi na sasa hivi una watu wangapi? Sina watu wengi sana. Na how large the scale the business is hivi sasa? Sasa hapa usije ukasema na kuexpose kwa watu wale. Wakati naanza nilikuwa peke yangu, sasa hivi nina almost watu 3. Na biashara wakati inaanza na sasa hivi ni tofauti. Sasa hivi tumegrow kwa sababu tuna kama mfano kwenye swala la mikanda, tunasambaza madukani, baadhi ya maduka ambao kama wewe una duka lako, una mtaji mdogo, unashindwa kuafford kununua mikanda kwa bei ya jumla, sisi tunakuletea mikanda dukani kwako. So baadaye tutakuwa tunapitia taratibu kuhusiana na malipo. Kwa hiyo kwenye swala la mikanda, pia kwenye swala la viatu ni hivyo hivyo. Kwa hiyo sasa hivi tumekuwa kiasi chake ni tofauti na mwanzo. Kijana anayetaka kuanza biashara hivi sasa, rudisha nyuma kidogo swala la mtaji. Sina mtaji. Na sijui naanzia wapi. Mambo 5 kama sitakuzuia kukulimit hapo, aanzie wapi? Kila mtu ana kitu chake ndani yake yeye. Yani mimi siwezi kuwa presenter kama wewe. Na mtu mwingine hawezi kuwa, especially wewe hawezi kuwa ninachofanya kama mimi. Lazima utambue kitu chako kilichokuepo ndani kwako wewe. Usifanye kwa sababu ya pesa pekee, lakini kuna kitu ukiwa unafanya kitu ambacho tunasema unakipenda na chenye uhitaji. Yani usipende kitu ambacho hakina uhitaji. Yani mwisho wa siku kuna gharama inabidi wewe uziafford. Kwa hiyo lazima utambue una kitu chako ndani ni wewe. Baadaye ukiweka kwenye matokeo sasa, kwenye utendaji. Na kwenye utendaji ukishakiweka kwa muda, itabidi sasa uanze kukisambaza watu wakijue. Hapo sasa unakuja kuangalia swala la masoko. Inabidi uangalie wateja wako wanapatikana wapi, inabidi uangalie gharama za uendeshaji, inabidi uangalie ujiongeze, ujifunze zaidi kuhusiana na hiyo biashara unaotaka kuifanya. Kwa hiyo cha kwanza ni wewe ndani yako una nini. Hata mimi sawa natengeneza viatu, napenda, lakini ndio kitu kilichokuwepo ndani kwangu. Kabla ya kuanza kutengeneza nilikuwa navaa mimi mwenyewe. Kwa hiyo ukishajua ndani kwako, uanze kupractice kile kitu, ukitoka practice utafute fursa ya masoko. Kama ungepewa dakika moja kuzungumza na kijana yoyote wa Tanzania ambaye alikutana na changamoto kama yako, imemrudisha nyuma, labda kuna namna fulani hawezi kuendelea, ungemwambia nini siku ile? Kwanza kwenye kila kitu unachotaka kufanya, kila kitu duniani, amini Mungu pekee ndo anayetekeleza hiko kitu. Yani amini Mungu, yeye ndo mfanyaji wa hiko kitu. Usidipendi kwa mtu yoyote. Kila mtu atakudiscourage kwa namna yake, ila usidipendi kwa mtu. Cha pili, kujifunza. Penda kujifunza vitu vipya, penda kujifunza fursa mpya, penda kujifunza vile vitu ambavyo vilivyokuwepo. Na cha tatu, uaminifu. Inabidi uwe muaminifu kwa watu, inabidi uwe muaminifu kwa vitu vya watu, hivyo ni vitu muhimu zaidi. Na cha 4, kufanya kazi kwa bidii na kuwa mvumilivu. Bila kufanya kazi kwa bidii na bila kuwa mvumilivu, kuna kipindi matokeo hayatokei. Kuna kipindi mambo hayaji. So inabidi wewe sasa uvumilie kupita kile kipindi ambacho mambo hayaji vizuri. Kwa hiyo hivyo mimi ni vitu binafsi naona kama kijana ukivibeba, naamini unaweza kufika sehemu. Kanyaga, natumaini una uzoefu wa kutosha hivi sasa. Mimi bwana waga nasumbuka sana. Nanunua kiatu, sikai nacho siku 2 siku 3, kiatu kimeharibika, kimefumuka. Mara unaambiwa wewe kiatu sijui ulikipitisha kwenye maji, sijui kwenye nini. Sasa mazingira yetu tunakanyaga sana maji. Na tukutana na mambo kama hayo. Vitu gani vinafanya kiatu kiwe bora mimi niweze kudumu nacho? Kwa sababu mimi natumaini ninapokuja sasa mteja anataka kununua kiatu, vitu kama hivyo lazima nitaviangalia. Ubora wa bidhaa au ubora wa kitu chochote inategemea na material mtu aliyotumia.
bahati mbaya mtu unaweza ukaambiwa hii ni ngozi, lakini sio ngozi. Mimi nazungumzia upande wa sekta yangu mimi. Ngozi gani nzuri? Au sasa sitaki utoe siri za kwako, ila kwa mtu ambaye anataka kuokoa ngozi, kuna vitu aina 3 sokoni ambavyo vinatumika kwenye kutengenezea viatu. Kuna ngozi, kuna PVC, kuna PVC jaba. Ni nini sasa kwa mtu ambaye hajananili? PVC ni kama material fulani hivi ambayo yanakuwa ni laini, hayadumu. So yale yakiingiaga maji huwa kuna kitu kinini unaona inachambuka huko juu. Ngozi huwa inapauka lakini haichambuki. Na kupauka unaweza ukazuia baada ya kutumia zile dawa zake za kusafishia ngozi au vitu kama hivyo. Kwa hiyo material yaliyotumika kutengeneza iko kitu ndo ana dedicated iko kitu kitakuwa bora au sio bora. Nimenunua kiatu cha ngozi na kitunza vipi? Umenunua kiatu cha ngozi, kuna dawa ambazo zinauzwa. Kuna ile ukiacha kuna dawa zake ambazo za kutumia, kuna utunzaji wako hata wewe mwenyewe. Mfano kiatu cha ngozi huwa baada ukivaa, mfano umevaa kimeloa, usikiweke juani. Yaani usikikaushe juani. Weka tu sehemu yote kivulini kikae. Siruhusiwi kufuta na maji. Kiatu cha ngozi hakifutwi na maji. Kuna dawa zake za kufutia. Sio maji. Maji sio. Yaani mfano labda nitolee mfano. Wewe ukipaka maji urudi kupaka hauwezi kurudi. Si lazima utarudia tena. Sasa kuna dawa zake ambazo kwa ajili ya hivyo, na uzuri zina baadhi zinapatikana hapa madukani ndipo. Kwa hiyo kumbe nataka niambia asilimia kubwa ya viatu ambavyo vinaharibika kwa watu ni kwa sababu ya utunzaji. Watu wengi, yaani mtu akishaambiwa kiatu cha ngozi sasa hapo ndo yeye ni ngozi tu ndana, lakini hata ngozi ya binadamu pia unapaka mafuta mazuri ili upendeze vizuri. Kwa hiyo ni utunzaji, ni changamoto. Sasa teknolojia imebadilika hivi sasa. Tunaenda kwenye kizazi ambacho tunasema artificial intelligence, akili mnembe inatumika sana, mitandao ya kijamii inatumika sana. Natumaini hata uzalishaji wa hivi vitu pengine tunaweza tukaondoka kwenye utumiaji wa sindano na mkono na nini na zile mashine, tukaingia kwenye namna nyingine tofauti. Katika eneo lako unatumia vipi teknolojia kusaidia wewe kuzalisha zaidi, lakini teknolojia imebadilisha vipi uzalishaji wako? Teknolojia imenisaidia sehemu kubwa sana, kwa sababu kama nilivyokuambia mwanzo, nilikuwa nalala na viatu ndani. Na naamini bila teknolojia ingekuwa inabidi ufanye word of mouth, yani utembee kwa kila mtu ukamwelezea bidhaa yako. Lakini kupitia teknolojia inakuwa ni rahisi wewe kuelezea mtandaoni. Yani mtandaoni unaweza ukaingia kwenye social network ukaweka mazingira sawa, watu wakaona bidhaa yako na wapi wakawepo. Hiyo upande wa kwanza wa teknolojia. Upande wa pili wa teknolojia, kuna japo sijafikia huko, lakini kuna mashine za kutengeneza viatu. Naona ni kama robot, lakini ni mashine ambazo zilizosetiwa kabisa. Kwa hiyo huko hizo ni mashine zinauzwa bei kubwa, lakini teknolojia imerahisisha hiyo vitu. Kwa hiyo kama unaweza kutumia mashine, na maana unaweza kuproduce viatu vingi. Mfano mimi pale ofisini kwangu nina mashine kwa ajili ya kukatia mikanda. Mwanzoni nilikuwa nakata mikanda na mkono na mkasi, lakini sasa hivi ukiweka vipimo vyako ukipitisha tu kwenye mashine inakuja vinatoka yenyewe. Wewe unaendelea tu na hatua ziada kuelekea mbele. Mtu gani maarufu mashauri kutamani akufuate leo mtengenezee kiatu? Hata kama wako 5 nitajie. Mtu wa kwanza ni Mohamed Dewji. Kwa nini? Anani inspire. Na wa pili ni Masudi Kipanya. Masudi Kipanya mimi ni mtu ambaye ameni inspire kwa asilimia kubwa sana. Kuanza vitu ambavyo watu hawaamini kama kinaweza kutokea, alafu wewe ukahakikisha unapambana kwenye hiko kitu kikaja kutokea na watu wakaja kuona. Ni kitu ambacho kinahitaji mtu mwenye ujasiri na usubutu wa hali ya juu kuweza kupambana, kwa sababu kuna watu wana maarifa lakini hawawezi kuwa na usubutu ule wa kufikia pale.